Bwana director ananiambia 3 2 1 go. Tayari Skana ipo hewani kupitia Clouds TV, lakini unajua unaitazama kupitia Clouds TV, unaisikia pia kupitia Clouds FM Power Breakfast on Saturday kwa kila siku ya Jumamosi, lakini pia umekuwa ukitazama kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sisi tunaita Clouds Digital kwenye Instagram, TikTok, X, bila kuisahau YouTube, pale tunatumia Clouds Media na vitu kama hivyo. Kazi yetu ni moja tu hapa kwenye Skana, ni kuwascan wanasiasa, kuwascan wadau wa demokrasia, kuwascan wapenda maendeleo ya nchi ya Tanzania. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunapata pia majibu ya mambo mengi ambayo najua kitaani tunakuwa tunajiuliza sana. Bana, leo nimepata nafasi nyingine ya kuketi hapa tayari kwa ajili ya kumscan. Yeye anaitwa John Mrema, bila shaka unamfahamu. Miaka yake mingi amekulia kwenye chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambacho alijiunga katika kipindi kile ambacho alikuwa bado kijana mdogo, akiwa kwenye harakati za chuo, anasoma political science pale University of Dar es Salaam, and then akaanza pia akadumbukia kwenye harakati za Chadema, akakaa kwa miaka mingi sana, na mpaka anachomoka hapo. Amechomoka akiwa amefika kwenye nafasi ya mkurugenzi wa itifaki, uenezi, mawasiliano na mambo ya nje. Sasa hivi amehamia upande wa pili wa Chauma. Najua mambo mengi yamezungumzwa, mambo mengi yamepita, amepata pia nafasi ya kuyaona, na siku chache tu zilizopita amepata cheo cha mkurugenzi wa habari, uenezi pamoja na mawasiliano wa chama hicho cha Chauma. Tuko naye hapa John Mrema, karibu sana. Shukrani. Mambo yanasemaje hapo? Hii title ya mheshimiwa nasikia mnaona mnaitumia, ikoje? Yeye mnipe itifaki yake Mheshimiwa, manake ni mtu wa itifaki. Nasikia na upinzani mnaitana mheshimiwa. Lakini hii si kwamba wanatakiwa kutumia serikalini peke yake. Hapana. Ni title ya kisiasa. Okay. Kwa hiyo ukienda kwenye ngazi huko chini, unakuta mheshimiwa diwani na anajitambulisha kwamba mimi ni mheshimiwa diwani. Ndio. Ni mazoea tu ya nchi yetu kwamba wanajaribu wanasiasa kujitofautisha kati yao na wale wanaowaongoza. Lakini uheshimiwa unasubiri upewe na watu, huwezi ukajipa wewe mwenyewe. Yes. Yeah. Sawa. Tuna kwenye yote ambayo yamekuwa yakizungumzwa, na sitamani sana kuyarejea mara nyingi, kwa sababu najua Watanzania wamepata nafasi ya kuyaona kupitia mijadala ambayo imekuwa imeendelea mpaka mkatoka Chadema, mpaka mkaenda Chauma, na yote ambayo yametokea. Moja kati ya kitu ambacho kimekuwa hapo katikati ni issue ya no reform, no election, kwa maana ya njia ambayo mnafikiri mnaweza kuiendea kwenye kuyataka yale mabadiliko. Sijasikia popote katika huo mjadala yote, hata kwa upande wenu mkisema sisi hatuamini katika mabadiliko. Nanyi mnasema tunataka mabadiliko ambayo yataifanya Tanzania iwe na uchaguzi huru na haki. Umeingia Chauma, mnayasaka vipi hayo mabadiliko, ama myaamini tena sasa hivi? Kwanza niseme kwamba jambo la no reform, no election ilikuwa kauli mbiu ambayo tulifanyia kazi mwaka 2020 mwezi Januari. Tulikuwa kule Kenya, kaunti ya Makueni. Tulikaa hoteli inaitwa Kusimbungio Makueni, ndani sana. Tulienda kufanya retreat ya chama ya kamati kuu, na mimi nilikuwepo. Wajumbe wa kamati kuu wote wakati huo walikuwepo, na mimi ndo nilibaki Nairobi, Kenya, na mtu mwingine mmoja kuandika hiyo maana ya no reform, no election. Tuka Nairobi kwa siku 14 baada ya mjadala mrefu wa siku 7, maana tulikaa Kusimbungi siku 7. Tukatakiwa sasa sisi tuandike hiyo document, nini maana ya no reform, no election, Januari mwaka 2020. Na baada ya kuiandika tukaleta ripoti, zikaandikwa nakala 3, limited circulation. Nakala moja ninayo, nyingine ilikuwa kwa mwenyekiti wa chama taifa wakati huo Mheshimiwa Mbowe, nyingine ilienda kwa katibu mkuu
wa chama. Kwa hiyo tulipoandika no reform no election, ilikuwa ni kampeni. Wakati huo tulikuwa tunapambana na Rais Magufuli kwamba lazima tufike mahali tudai mabadiliko, na alikuwa ni hatua. Sasa hatua hizo zilikuwa ni kwamba, moja, kampeni hiyo ilikuwa ifanyike Tanzania, nje ya Tanzania, na tukatengeneza mkakati wa kukutana na watu maarufu Afrika kama rais mstaafu wakati wa Afrika Kusini Thabo Mbeki, rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, rais Jakaya Mrisho Kikwete na wengine wengi, kwamba tuweze kusukuma hii swala kwamba lazima kuwe na mabadiliko ya kisheria, ya kikanuni na ikiwezekana ya kikatiba. Kwa hiyo ilikuwa ndio maana na kukusanya makundi yote ya kijamii tuwe pamoja kwenda kudai mabadiliko, reforms. Ikiwa kampeni inaitwaje? Ilikuwa ndio no reform no election. Kiswahili chake ilikuwa ni kampeni ya kudai mabadiliko. Unaweza ukatupa tafsiri ya, unaweza ukaitafsiri hiyo no reform no election kwa Kiswahili? Tafsiri yake haiko moja kwa moja, kwa sababu wakati tunaiandaa haikuwa inalenga kwamba kuzuia uchaguzi. Ndio maana Oktoba 2020 tulishiriki uchaguzi. Lakini maana ya no reform no election ni nini kwa Kiswahili? Yani tafsiri tu kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Ichukua kwa Kiswahili moja kwa moja unapotea, kwa sababu ukisoma hiyo nyaraka ilieleza hatua kwa hatua tukutane na makundi ya asasi za kiraia. Hapo ni John Mrema. Hapo ni namna ya ni mkakati, namna ya kufanya. Mimi nabaki tu kwenye jina la kampeni mlilotengeneza, no reform no election. Unaweza ukaitafsiri kwa Kiswahili? Kiswahili chake unaweza ukapotea kwenye maana halisi. Kwa nini mmetengeneza? Kwa nini ulishiriki kutengeneza kampeni ambayo inapoteza? Nyaraka yote ile ni ya Kiingereza na no reform no election ulikuwa ni mkakati, kampeni ya kuhakikisha kwamba tunaweza kusukuma ajenda ya mabadiliko ya kimfumo kwenye nyanja za kiuchaguzi. Mbona kama unaikwepa kuitafsiri? Mimi nataka kujua tu no reform no election maana yake ni nini? Kiswahili chake maana yake ilikuwa ni kukusanya makundi yote ya kijamii ya ndani na ya nje. Mimi nataka unitafsirie Kiswahili chake. Yaani hilo neno no reform no election, nataka Kiswahili chake. Ama alitafsiriki? Ukitaka niende hivyo tutapotezana, kwa sababu kuna watu wanadhani no election ni kuzuia uchaguzi. Wengine wanadhani no election wanawaambia watu walale nyumbani siku ya uchaguzi. Mimi sijakuuliza watu wanadhani nini. Yes. Nimekuomba unitafsirie kwa Kiswahili neno no reform no election, ambao unasema ilikuwa ni jina la kampeni mlioiandaa na wewe sio sehemu ya hiyo timu. Sio sehemu tu, sehemu ya waandishi wa hiyo nyaraka. Basi nisaidie tafsiri tafadhali. Tulikuwa tunataka kukusanya makundi yote ya kijamii. Hayo ni maelezo John Mrema. Yes. Nataka tafsiri. Ndio nakupa tafsiri. In Swahili, no reform no election. Ndio nakupa tafsiri. Kwa Kiswahili chake ni nini? Ndio nakupa tafsiri. Hiyo tafsiri ambayo unadhani kwamba ndio sahihi haikuwa na maana hiyo. Sijasema nachodhani. Sijasema chochote kuhusu nachodhani. Nimeomba tafsiri ya neno no reform no election kwa Kiswahili. Wakati tunatengeneza huo mkakati, no reform no election ilimaanisha nini? Kukusanya makundi yote ndani na nje, kuhakikisha kwamba tunasukuma pressure, kuhakikisha serikali wakati huo inabadili sheria za uchaguzi ili tuwe na uchaguzi huru, haki, fair election, kwamba watu wakishiriki uchaguzi wanaweza kushinda kwa haki. Ilikuwa ndio maana. Na hiyo kampeni ilihusisha mambo mengi sana. Taasisi za dini, taasisi za kiraia, NGOs. Tuliandika eminent persons in Africa. Kwa hiyo navosikia Chadema wakitafsiri no reform no election, bila uchaguzi, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Yes. Nikikuuliza ndo Kiswahili sahihi cha no reform no election ulioshiriki kuitengeneza? Haikuwa na maana
ya kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Maana yake ilikuwa ni nini? Ndio maana mwaka 2020 Oktoba, hiyo kampeni tulianza Januari 2020. Nimekuambia Makueni, Nairobi, nani Kenya. Oktoba 2020 tulishiriki uchaguzi. Ingekuwa na maana kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, 2020 tusingeshiriki uchaguzi wa madiwani, ubunge na urais. Hiyo no election ilikuwa inamaanisha nini sasa? Ilikuwa ni kampeni. Hiyo no election, hilo neno no election pale mbele ilikuwa inamaanisha, ilikuwa ni kampeni ya kuhakikisha kwamba tunakusanya makundi yote ya kijamii, ya kisiasa Afrika, mpaka tulienda Brussels, Ubelgiji, na mimi nilikuwa sehemu ya hiyo timu. Mkisema nini? Kwamba tunataka wasaidie Tanzania, waibane serikali ya Tanzania, ibadili sheria, kanuni na hata katiba, kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye uchaguzi ili kura ziwe na thamani. Kwa hiyo ndio yalikuwa mabadiliko ambayo tulikuwa tunayasukuma wakati huo, na mpaka sasa hakuna ambaye anakataa mabadiliko, ila kwamba tulisema tukazuia uchaguzi, hiyo tafsiri haijawahi kuwepo. Kama kuna mtu umefanikiwa kumvuruga ni mimi, kwamba kwenye maelezo yako, kwa sababu kwanza sijui kwa sababu zipi, lakini unakataa kuipa tafsiri neno no reform no election. Njoni Mrema, unajua kila campaign name, yani mimi kwa wewe, kwa mujibu na kunukuu wewe ulivyosema Sakoba, ilikuwa ni campaign. No reform no election maana yake ilikuwa ni campaign name, ni jina la campaign. Hakuna jina la campaign lisilotafsirika. Hata majina ya kampeni za kibiashara za makampuni, jina ya kampeni za kiserikali huwa ina Kiingereza chake, ina Kiswahili chake. Ndio. Sasa unaposhindwa kunipa maana, naanza kupata wasiwasi wa kwamba inawezekana unataka, kuna sehemu ambapo unataka kunipiga chenga. Hapana. Kiswahili cha campaign, nisijaribu Kiswahili cha neno no reform no election ungekuwa kwa sababu ukienda Moshi kijijini, kuna bibi yako, kuna babu yako, kuna mjomba wako labda hajapata fursa ya kufahamu lugha ya Kiingereza, hiyo no reform no election, hiyo kampeni ulikuwa unamwandikiaje kwa Kiswahili? Tusijaribu kutohoa kila kitu kwamba ni moja kwa moja. Watu wanajaribu kufikiri kwamba no election maana yake ni hakutakuwa na uchaguzi, bali duniani hapa hakuna nchi yoyote kwenye historia ambayo imefanikiwa kuzuia uchaguzi. Uchaguzi umezuiliwa na jambo moja tu, vita. Ndio kitu pekee ambacho kimefanikiwa kufanya uchaguzi usifanyike. Wewe kwa nini ulikuwa sehemu ya kuiweka ile no election? Ndio maana nimesema tafsiri ya no election, no reform no election ilikuwa kampeni, na ambayo kuna nyaraka rasmi ya chama iliandikwa na ikaeleza hatua kwa hatua tunafikiaje huko. Na wakati huo ukumbuke ilikuwa ni Januari mwaka 2020, na viongozi tuliokuwa nao, Mheshimiwa Mbowe alikuwa na kesi, Katibu Mkuu Mnyika alikuwa na kesi, wakati huo alikuwa naibu katibu mkuu, kesi ya Aquilina. Hao viongozi hawakupita njia rasmi tulipoenda Nairobi. Kwa sababu tuliomba kibali mahakama ya Kisutu, wakatukatalia. Sisi wengine tulipita na passport tukaenda. Tumekaa tumejadili siku 7 mkakati tunawezaje kubadili mifumo ya uchaguzi ya nchi hii baada ya 2019 tulipoamua kukataa kushiriki uchaguzi. Tulifanya kikao Dodoma, African Dream, kamati kuu, tukajitoa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa baada ya wagombea wetu 95% kuanguliwa. 2019 hiyo Novemba, Oktoba, Januari tukasema hapana, lazima tujipange tunawezaje kwenda kwenye uchaguzi. Na hiyo nyaraka inaitwa roadmap, campaign roadmap 2020 Oktoba. Ipo ofisi ya katibu mkuu wanayo. Tumeona videos kadhaa kwenye, hata zimekuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii, bila shaka na wewe umeziona, za moja kati ya mtu ambaye mlikuwa naye kwenye secretariat na mmehama naye, anaitwa Kigaila.
Ndio. ambaye alikuwa akiinadi kampeni hiyo ya no reform no election. Na akasema kwa kina kwamba kwa kampeni hii ya no reform no election hatutoshiriki, tutazuia uchaguzi kama hapatokuwa na mabadiliko, na alisema kwa msisitizo mkubwa. Bila shaka hiyo video umeiona, na tutawapa nafasi pia wadau wetu wa Clouds TV kuweza kujikumbushia hiyo video. Nimeiona hiyo video. Nimeona video nyingine ambayo imekatwa vipande ya Mheshimiwa Freeman Mbowe ya Disemba mwaka 2024 wakati anatoa maazimio ya kamati kuu ya Chadema tarehe 11 Disemba. Unaweza ukaizungumzia kwanza hiyo video ya Kigaila? Ndio. Video ya Kigaila alisema kama hakuna mabadiliko hautafanyika uchaguzi. Hiyo alisema, na aliposema hakuishia hapo. Ukienda mbele kidogo, anasema tukifika 2025 tutafanya uamuzi, kama ambavyo alisema mwaka 2020 kwamba ng'ombe atachinjwa alivyolala. Kama mmeifuatilia utaiona. Ina maana kwenye video hii Kigaila alikuwa anazungumzia uchaguzi gani? Uchaguzi wa mwaka 2024 na 25 ambao ndio huu. Yes. Kwa hiyo alikuwa anazungumza kile ambacho Chadema leo anakizungumza. Sio Chadema leo wanasusia uchaguzi, wanasema watazuia uchaguzi. Ukiwauliza mnazuiaje uchaguzi, kuna kauli tata. Moja, ukisikiliza mwenyekiti bahati mbaya wa Chadema yuko gerezani, alikuwa anasema tutakinukisha, tutaandamana. Ukisikiliza makada akiwemo mzee wangu Dr. Wilbrod Slaa, nimefanya kazi miaka 10 nikiwa Chadema, akiwa katibu mkuu, tena mimi nilikuwa msaidizi wake binafsi. Yeye anasema siku ya uchaguzi wananchi walale nyumbani. Hiyo ndo mfumo wake kuzuia uchaguzi. Kigaila ambaye upo naye Chauma sasa hivi, ndio alikuwa anafikiri atatumia njia gani kuzuia uchaguzi? Kwa mujibu wa video hii ambao pia na wadau wa Clouds TV tutawapa nafasi ya kuiona. Kigaila alisema tukifika 2025 hakuna mabadiliko, uchaguzi hautafanyika. Ila alisema ikifika. Hakusema tukasusie uchaguzi. John Mrema unajichanganya. Alisema ikifika hakuna mabadiliko tutazuia uchaguzi. Tutazuia. Alikuwa anapanga kuzuia kwa namna gani? Kwa sababu Kigaila ni mtu ambaye umekuwa naye kwenye secretariat. Ndio hiyo nasema. Mimi ukitaka niwe mbadala wa Kigaila. Kigaila tulikuwa naye Nairobi, Usumbungio. Mwaka 2020 Januari. Tulijadili tunakwendaje kuongeza pressure kuhakikisha kwamba sheria za nchi hii zinabadilika ili anayegombea ashinde kwa haki. Sasa leo wanaosema watazuia uchaguzi, tuliwauliza usiende huko. Na nimekaa kwa Kigaila ambaye mpo naye Chauma, ndio ambaye wote mmeondoka kwa sababu moja ya sababu ni kwamba mkubaliani na hiyo approach ama njia ambayo Chadema wanaitumia. Tuko correct mpaka hapo, sio? Sasa nakuuliza, wakati Kigaila anazungumzia kuzuia uchaguzi, kwa sababu umekiri na kwa mujibu ambavyo tumeitazama hii video umeona kwamba kweli anasema tutazuia uchaguzi kama hakuna mabadiliko, na kuuliza tena, Kigaila alikuwa anapanga kuzuia kwa namna gani? Mimi ninachokueleza ni kwamba no reform no election ilikuwa ni campaign ya kuunganisha makundi yote ya kijamii, twende pamoja. Na ndio maana ukimsikiliza mwenyekiti Freeman Mbowe, maazimio ya kamati kuu aliyosema tarehe 11 Disemba 2024 ambayo niliandika mimi, kwa sababu mimi ndio nilikuwa mkurugenzi wa habari na nini kwenye chama, ndio mtu nilikuwa naandika maazimio ya kamati kuu. Hakusema popote tunaenda kuzuia uchaguzi, ila alisema ikifika tutavuka mto tutakapofika. Sasa wenzetu waliochukua madaraka wao wakatafsiri ni kwenda kuzuia uchaguzi. Ukiwauliza unazuiaje kitu ambacho wengine tuliamini hakiwezekani? Mshikilia kidogo hapo Mheshimiwa John Mrema, labda inawezekana navurugika mimi peke yangu, wadau watatusaidia. Natamani tutumie dakika 2-3 kidogo tuitazame hiyo video ya Kigaila
alafu tukirudi Kigaila, huyu namsisitiza kwa sababu Kigaila yupo amehamia Chauma na John Mrema, na wote wanaamini kwamba njia ya kuzuia uchaguzi haiwezekaniki kwa Chadema, lakini ni huyu Kigaila ambaye alikuwa anasema pasipofanyika mabadiliko tutazuia uchaguzi. Hem, tuitazame kidogo kwanza, afu tutaendelea mazungumzo na Mheshimiwa John Mrema. Tukisita rudile tano, hakuna katiba mpya, hakuna tume huru. Ni vizuri kaka, bila kupoteza wamekuja kawaambie, tunasema hivi, uchaguzi hautakuwepo. Uchaguzi hautafanya nini? Sio kwamba sisi tutasusa, hatushi mtu. Uchaguzi hautafanya nini? Akawa sasa kushiriki CCM awakafanya uchaguzi. Tunataka tusomeke vizuri Injili Yesu wote, tunahitaji kuheshimiana. Hawa watu ambao wametoka miaka 60 hawajamaliza chochote. Kusema utazuia uchaguzi ambao huna uwezo wa kuzuia, maana yake unataka CCM yapite bila kupingwa. Asante sana fundi mitambo kwa kutusaidia kuona hiyo kitu. Na kuuliza tena sasa, Kigaila ambaye mmehama wote kutoka Chadema kuja Chauma, wakati anasema tutazuia kama hakuna mabadiliko mwaka 2025, alikuwa anamaanisha atazuiaje? Na wewe Kigaila upo naye Chauma, na wasati ule pia ulikuwa naye kwenye utengenezaji wa mkakati, na alikuwa sehemu pia secretariat ambao pia na wewe ulikuwa sehemu ya hiyo. Swali zuri sana. Ukimsikiliza Kigaila amesema ikifika 2025 hakuna katiba mpya, hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, uchaguzi hautafanyika, na amemalizia vizuri, anasema hatutasusia uchaguzi. Maana yake ni nini? Hatutasusia. Wenzetu wa Chadema leo waliopo, wao wameamua kususia uchaguzi. Sitaki tuende Chadema, John Mrema. Ngoja basi. Tusiende kwanza Chadema. Tukae kwa Kigaila. Aliposema hautakuwepo na hatutasusia. Tusiende kwanza tutasusia. Tuanze na ya kwanza afu tuende ya pili. Ameanza kusema hautakuwepo kabla ya kusema hatutasusia. Ndio. Sasa tukae kwenye hii afu tutakwenda ya pili. Sawa? Haya, aliposema hautakuwepo. Mkakati wenu ulikuwa ni upi wa kuhakikisha haupo huo uchaguzi? Mkakati wetu ulikuwa ni kuunganisha makundi yote ya jamii, na inawezekana kabisa. Kwa ajili ya kufanya nini? Kuhakikisha kwamba tunasukuma ajenda ya mabadiliko, reforms, inafanikiwa. Sasa unaweza isipofanikiwa, kwa sababu ndicho ambacho tunakiona, bila shaka bado hatuna katiba mpya, hiyo bado haijatokea. Ndio. Bila shaka mabadiliko ambayo mnayataka yote hayajatimia, unless uniambie ametimia. Neno yote la muhimu sana. Katiba mpya haijapatikana. Ndio. Kwa hiyo kwa msingi huo mnazuiaje uchaguzi? Au mnafanyaje uchaguzi usiwepo? Kigaila hajasema atazuia uchaguzi. Ila amesema uchaguzi hautakuwepo, lakini hatutasusia. Kivipi mnafanyaje usiwepo? Tukae hapo kwa. Lakini amesema hatutasusia. Yes, which I agree. Ukai kwenye sentensi ya kwanza ya kutokuwepo. Mnafanyaje usiwepo? Kutokuwepo kwa uchaguzi ilikuwa mkakati wa kuhakikisha kwamba tukishafanikiwa kuunganisha makundi yote ya kijamii. Na hii kauli ya Kigaila sio ya jana wala juzi. Amesema ikifika 2025 ambao ndio hii imefika. Ndio. Tulikuwa na lengo la kukusanya makundi yote ya kijamii ili tuwe na kauli moja, taasisi za dini, mashirika binafsi, tuongee kauli kwamba tusukume ajenda ya reform. Na hata Chauma mpaka kesho ajenda ya reform inatuhusu, kwa sababu sheria, kanuni, msukume ajenda ya reform ya mabadiliko. Yes. Ndio tunakubaliana nayo kabisa. Na mfanye uchaguzi usiwepo kama mabadiliko hayajapatikana. Tunasema hatutasusia uchaguzi, ila uchaguzi mtafanya usiwepo.
Kigaila ndicho alichosema. Kivipi? Hautakuwa Unless John Mrema tutatoa hapa unless utakaponiambia kwamba hukubaliani na kauli ya Kigaila ambaye mmeamana kwenda. Nakubaliana nayo kabisa. Sasa mlikuwa na mkakati gani wa kufanya uchaguzi usiwepo? Si ndio usikilize? Uchaguzi unaweza usiwepo pakikosekana wagombea. Hivi kukiwa hakuna wagombea popote, unafanyaje uchaguzi? Kwa ndio ulikuwa mkakati wenu. Na kuuliza tu. Wewe simuuliza swali. Kama hakuna wagombea, uchaguzi unafanyikaje? Hauwezi kufanyika maana hakuna wagombea. Tungefanikiwa kukusanya makundi nchi hii. Kundi kubwa ni la lini? Waislamu, Wakristo, Wahindu na wengine. Ukifanikiwa kuwashawishi, ukawaambia jamani, ili tusukume reform, tusiruhusu waumini wetu waingie kwenye uchaguzi. Wasipoingia, hivi tume inaendeshaje uchaguzi haina wagombea? Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mkakati. Ndio, ni kukusanya makundi, to move kama timu moja, msiweke wagombea. Sijasema tusiweke. John Mrema nakuuliza kwa mara ya mwisho. Sitakuuliza tena hili swali. Naam. Wakati Kigaila anaposema hakutokuwa na uchaguzi kama hakuna katiba mpya na hatutasusia na Marek na hatutasusia, which is fine, lakini hakutokuwa na uchaguzi. Sawa? Yes. Mlikuwa mnapanga kufanya nini ili huo uchaguzi usiwepo? Kwa sababu kabisha kubaliana katiba mpya haijapatikana. Mkakati wa no reform no election ambao uko documented kwenye nyaraka za Chadema ni kwamba ulikuwa ni kampeni ya kukusanya makundi yote yawe na kauli hii ya kuhakikisha kwamba nchi hii inabadili mifumo ya kiuchaguzi ili tuwe na uchaguzi huru na wa haki. Ndio ulikuwa mkakati. Na kama hilo lisingetokea kama anavyosema anavyonukuliwa Kigaila, mngefanyaje ili uchaguzi usiwepo? Ndio nimekuambia jambo moja. Kwa mfano, tungefanikiwa kukusanya haya makundi yote na haswa kundi la viongozi wa dini, Waislamu wa Kristo, tukawaambia, tukakubaliana, tuwaambie waumini wetu wasigombee ili kuhakikisha kwamba serikali inahakikisha tunakuwa na tume huru ya uchaguzi, tunahakikisha kwamba tunakuwa na sheria huru za uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi haiwezi kuendesha uchaguzi bila wagombea. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba mkakati wenu ulikuwa ni kutoweka wagombea. Nimetoa mfano mmoja. Kwa nini utoe mfano wa pili? Sitaki mfano. Nataka uhalisia wa mlichokuwa mnapanga kuhakikisha uchaguzi haupo kama mabadiliko na katiba mpya haijatokea. Nimeshakuambia. Tulikuwa ni kukusanya makundi yote ya kijamii. Umeshayakusanya. Tuje pamoja. Yes. Umekuja pamoja. Ndio. Tuliambia serikali. Ndio mmeambia. Tunataka mabadiliko kwenye sheria hii, kwenye katiba ibara ya 74, tuwe na tume ambayo haisikilizi mtu yeyote, inakuwa huru. Tunataka wagombea wetu wasienguliwe. Tunataka, na tulipotoa mapendekezo, tunataka nchi ambayo tunakuwa na mahakama ya kiuchaguzi kama walivyo wenzetu hapa Malawi. Huyo anaitwa Mheshimiwa John Mrema ambaye yeye ni mkurugenzi wa habari, uenezi na mawasiliano kwa umma kutoka chama cha Chauma. Tuko naye hapa, tunamscan leo kwa ajili ya kuelewa mengi. Of course, kwenye mazungumzo tutazungumza kidogo kuhusu kule alipotoka, tunazungumza pia na mwelekeo wa kule ambapo anakwenda chini ya chama chake kipya cha Chauma. Hii ni Skana na nataka kidogo pia nikupe nafasi ya kuwasikia wahariri pamoja na wananchi wa kawaida wamepata pia nafasi ya kumscan Mheshimiwa John Mrema ambaye bado tuko naye hapa. Mimi ni Badhari Kimwanga, ni mhariri mkuu wa gazeti la Machinga, lakini pia na mmiliki wa mtandao wa Vespedia. Siasa za mageuzi tangu mwaka 1995 tumeshuhudia zikipanda na kushuka.
lakini hali hiyo tukaishuhudia kwa wakati huo ulikuwa ni NCCR ikiwa ni champion wa siasa za mageuzi. Mwaka 2000 bado ikaanza kuibuka Chadema, lakini versus kafu, lakini kafu wakawa wamezidi, na sasa tunaelekea mwaka 2020. Na nini mtazamo wao kama Chauma hasa katika kuangalia na kuimarisha siasa za mageuzi? Hilo la kwanza. Lakini la pili, nilikuwa nataka wanisaidie wao. Naona wamekuja na slogan, wanasema tunaanzia tulikoishia. Nini maana ya tunaanzia tulikoishia, na nini mkakati wao katika kuhakikisha kwamba mpaka sasa wanasimamisha wagombea kwenye kata na manyi? Na je, kusimamisha kwao kuna tija gani? Manake kujenga taasisi ambayo inaonekana kwamba iko wiki huwa ni mchakato mkubwa sana, hasa kuelekea Oktoba 2025. Asante. Kwa majina naitwa Molel Jonathan, ni mkazi wa Tegeta. Nina swali kwa Mheshimiwa John Mrema aliyeama kutoka chama cha Chadema. Mheshimiwa John Mrema, swali langu ni hivi: ni kitu gani kimekufanya utoke kwenye chama chako kwenda chama kingine? Ungali kwa muda mrefu sana ulikuwa unakitumikia chama chako na ulikuwa na mapenzi ya dhati, lakini ghafla tu umehamua kuhamia chama kingine. Swali la pili, Mheshimiwa John Mrema, hali ya kisiasa nchini kwa ujumla unaionaje? Kwa sababu imekuwa kila ikifika kipindi cha uchaguzi, imekuwa watu wa chama pinzani hasa uliokuwepo wewe wamekuwa wakitoka na kuhamia kwenye vyama vingine. Imekuwa kama vile sasa sisi wananchi mnatuchanganya. Jina langu ni James Joseph, natokea Madale Msigani. Swali langu kwa John Mrema, kwa nini amehama Chadema ameenda Chauma? Kitu gani kilichomfanya ahame? Na tupe sababu za kuhama kutoka Chadema kwenda Chauma, na kipi kilichomfanya ahame? Kwa sababu tunakuwa tujui sisi tu tuangalie kwenye wakati gani kwa tunakuwa pelele. Akanijua swali langu kama huko alipohamia anaweza akagombea nafasi nyingine ya uchaguzi, au ndo atakuwa napo kuna atahama atamia sehemu nyingine. Kwa sisi wananchi tunakuwa tumewe. Kwa majina naitwa Zakaria Christopher Mwakaje, ni mkazi wa Msigani Center, mitaa Madale huko. Swali langu kubwa kwa bwana John Mrema, cha kwanza kwamba niulize cha sababu ni nini kutoka Chadema kuelekea Chauma, alafu kilichofanya uhame ni kitu gani? Kwa sababu kule napo kuna maslahi na huko kuna mambo mengine ambayo yanaendelea. Alafu mpango wako ulikuwa ni nini haswa kutoka Chadema kwenda chama iko kingine? Na sababu kubwa ni nini? Alafu ni uongozi gani unaotarajia kugombea kwa kipindi hiki cha uchaguzi mwaka 2025 kama wewe kiongozi mkubwa? Asante sana. Hao ni wananchi pamoja na wadau mbalimbali wakiwa wanamscan Mheshimiwa John Mrema ambaye tuko naye hapa. Of course baadaye nitampa nafasi ya tukimaliza baadhi ya maswali ambayo namuuliza, atapata pia nafasi ya kuyajibu hayo maswali baadhi ambayo yamejibiwa, na hiyo ni kwa sababu najua baadhi ya maswali ambayo wananchi watakuwa wameyascan yanapatikana pia kwenye orodha ya maswali yangu. Kwa hiyo kutakuwa pia umeyajibu umo, lakini kwa yale ambayo utakuwa bado haujayajibu then utaya-highlight kwa ajili ya kuyagusia. Ndio. Yes. Sasa Mheshimiwa John Mrema, nilikuwa natamani tupate nipate kidogo ufafanuzi. Umezungumzia namna ambavyo unaweka wagombea, pakitokea kuna mambo hayajakaa sawa siku ile ya kupiga kura ndo mnakinukisha, si ndio hivyo? Na nataka kuassume kwamba huo ndio mkakati wenu sasa chini ya Chauma. Kwa sababu nitaka kuuliza sasa, chini ya Chauma mnafanyaje kusukuma ajenda ya mabadiliko kwenye chaguzi zetu? Ajenda ya mabadiliko ama Chauma inaamini mambo yote shwari kabisa? Hapana. Chauma yenyewe hatuamini kwamba kila kitu kiko sawa. Tunaamini kwamba lazima tuendelee kudai mabadiliko, lakini tukiwa ndani ya uchaguzi. Kwa sababu huwezi ukadai mabadiliko umetoa timu uwanjani. Kwa sababu ukishatoa timu uwanjani, hujui kinachoendelea ndani ya uwanja ni nini.
Yaani wewe una timu yako unataka kuchukua kombe, umeitoa alafu unategemea ushinde kombe. Haiwezekani. Wakati mwingine auoni kama kutoa timu uwanjani inaweza ikafanya zile kelele zako zikasikilizwa zaidi? Ndugu yangu, Kwa sababu unakuwa umefanya jambo ambalo si la kawaida ama limezoeleka. hapana. Katiba ya nchi yetu ya Tanzania, ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12 kinasema maamuzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi hayahojiwi kwenye mahakama yoyote kwenye nchi hii. Ukitoa timu umesusa, kwa sababu huwezi kwenda mahakamani ukaenda kuchallenge, huwezi kufanya chochote. Sasa kususa, unawasusia wa CCM wao wanashangilia, kwa sababu wanajua wakishamalizana kura za maoni ndani wameshashinda uchaguzi, maana hakuna kizingiti kingine. Kwa hiyo sisi Chauma tunaamini kwamba unaweza kudai mabadiliko ukiwa ndani, na tulishawishi chama wakati huo. Mwaka 2019 tulisusa uchaguzi wa serikali za mitaa, tulijifunza somo kubwa sana, na mimi ndo niliwasilisha pepa Dodoma, African Dream, kwa nini tususe uchaguzi. Lakini baada ya pale tulijifunza jambo kubwa sana, ndio maana 2020 tulishiriki uchaguzi. Kwa hiyo mkakati wa Chauma ni upi? Mkakati wa Chauma, tumeanza vikao, na ufahamu tu kwamba tumejiunga Chauma muda sio mrefu. Tumekaa ndani ya kamati kuu ya Chauma kwa mara ya kwanza. Tuko na ajenda hizi 2. Ajenda ya kwanza ilikuwa kuteua wakurugenzi, tumeteuliwa na mimi nimeteuliwa. Ajenda ya pili ni kuanza ziara ya nchi nzima ambayo tunaanza tarehe 1 mwezi wa 6 na tunaizundulia Mwanza, ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kueleza Watanzania ni kwa nini Chauma ndio alternative, kwa nini Chauma ndio chama ambacho wanapaswa wakipigie kura. Nini kinamfanya Mheshimiwa Mrema aamini leo kwamba CCM mambo yatakuwa tofauti kwa mwaka sasa? CCM ni chama dhaifu sana kwa maoni yangu, mpaka sasa ni dhaifu kwelikweli, na tunaweza kukishinda kwa sababu ya udhaifu wake. Mwaka 2020 akifua dhaifu, kilikuwa dhaifu, lakini kilikuwa na mtu mmoja ambaye aliamua kuwa mbabe, katili, akabeba mifumo yote akatia mfukoni. Ndio maana aliiba mchakato mzima wa uchaguzi, hakuiba kura. tumesikia pia mnapiga kelele mwaka jana 2024 serikali za mitaa. ndio, lakini kuna hatua tulipiga. Ipi hiyo? Tulipokuwa Chadema kabla ya mwaka 2024, mwaka 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa, tulipoa nchi hii tunaongoza kijiji kimoja, vitongoji 6. Mwaka 2024 tumeongoza vijiji zaidi ya 100, vitongoji zaidi ya 800. Ilikuwa hatua kutoka 2019. Lakini ulipokuwa Chadema ulikuwa unalalamikia uchaguzi wa 2020. Nimelalamika na nilishiriki kuandaa uchaguzi, nilikuwa msemaji wa Chadema na nilikuwa kila siku natoa update ya huo uchaguzi. Sasa swali langu ni je, kama mwaka jana tulikuwa unalalamika, nini cha tofauti kwa mwaka huu? Kwa sababu na haya ndio maswali ambayo wanaosema tuzuie uchaguzi wanaochosema kwamba mwaka jana tumelalamika, mwaka huu nini kitakuwa kimebadilika? Hatuamini kwenye kuzuia uchaguzi kwa sababu uwezo wa kuzuia uchaguzi haupo. Haupo kabisa. Hiyo tunadanganyana. Na nimekuambia tangu awali, hakuna taifa lolote kwenye historia ya dunia hii limefanikiwa kuzuia uchaguzi. Uchaguzi umewahi kuzuiliwa, tena sio kuzuiliwa, kucheleweshwa kwa sababu moja tu, vita. Upi sasa mkakati wa Chauma? Chauma kwamba mnaposhinda mnatangaza. Chauma tunakwenda kupambana kama ambavyo tuliwahi kupambana huko miaka tangu 95 mpaka. Mnapambanaje mapambano ambayo yaliwashinda 2020?
yalitushinda tulipokuwa Chadema. Tuko Chauma. Mnatumia mbinu gani? Ziko nyingi. Nitajie. Ningependa kufahamu baadhi. 2015 kilichofanya Chadema ikapata wabunge wengi, walikuwa na mgombea sahihi wa urais, wagombea sahihi wa ubunge. Sawa. Chauma tunakwenda kuweka mgombea sahihi wa urais, wagombea sahihi wa ubunge, wagombea sahihi wa udiwani. Tulishinda majiji Dar es Salaam, Arusha, Mwanza. Lakini Mheshimiwa Mrema, kuna sehemu unanipiga chenga ya mwili. Kuna sehemu unanipiga chenga ya mwili Kwamba kwenye kauli zenu zote. kauli za nani? Kauli zenu zote Za Chauma wapinzani, ndio. ikiwemo za John Mrema. Na bahati nzuri nafasi yako ilikuwa ni mtu wa kusema. Ndio. Hamjawahi kuzungumzia kuhusu kutoshinda. Mmekuwa mkizungumzia kushinda hila kutotangazwa. Kwa sababu ya hila ambazo mmekuwa mkizitaja. Ukiniambia kuhusu kwamba tulishinda kwa sababu tuliweka watu sahihi ama tukuweka watu sahihi, unazungumzia ushindi. Ushindi ni ushindi tu. Ndio. Kwa hiyo natamani kujua mnaposhinda, kama ambavyo mmeamini tumekuwa tukishinda tutangazwe, mnafanyaje? Ndio maana nimekueleza tangu mwaka 95 upinzani umekuwa ukikua hatua kwa hatua. Sawa sawa. Mwaka 2020 ukumbuke vyama vya siasa vilizuiliwa kufanya kazi za kisiasa tangu mwaka 2016. Tumeenda kwenye uchaguzi mwaka 2020, vyama havijafanya mazoezi, vilikuwa vimefungwa, vinaingizwa tu kwenye kampeni tu. Hatukuwa tumejenga vyama, hakukuwa na mikutano ya hadhara. Kwa hiyo hamkushinda kama ulivyokuwa unasema. Sijasema tulishinda. Nimesema. Kwa hiyo unaniruhusu ni kunukuu kwamba kwa sababu hamkuwa mmejiandaa, kwa hiyo ni kweli hamkushinda 2020. Sio kwamba hatukujiandaa, kuna maeneo tulikuwa tumejiandaa vizuri. Mlishinda hamkushinda kwa imani yako? Yako maeneo tulishinda hatukutangazwa. Kwa nini hamkutangazwa? Kwa sababu ya kukosekana kwa mifumo huru, haki ya kiuchaguzi. Imebadilika. Itabadilika. Inabadilikaje? Kwa mapambano, sio kwa kususia. Ndo swali langu sasa. Sasa umekuja kwenye swali langu. Chauma mnafanyaje sasa? Chauma tunaingiza timu uwanjani, tutapambana ndani ya uwanja, hatutasusa, kwa sababu kususia ni sawa na kususia shamba la mihogo. Unawasusia panya. Hicho ni kitu ambacho watamaliza mihogo yote. Hicho ni kitu ambacho hawana huruma. Hicho ni kitu ambacho hamtofanya. Kipi mtafanya? Kwa nini hatutafanya? No. Hamtosusia, ndicho hamtofanya. Kipi mtafanya? Tunakwenda kuweka wagombea sahihi, tutakuwa na ilani sahihi, tutakuwa na mikakati sahihi, na tutafanya kampeni za kisayansi na hakika. Mtazamo ulioko kwa baadhi ya watu ni kwamba inawezekana mtapewa baadhi ya viti vya ubunge na udiwani ili kuchora hiyo picha ya kwamba Tanzania ina demokrasia. Inawezekana hiyo ndo msingi wa hii confidence ulionayo ya kwamba mtatangazwa. Kwanza niseme kwamba hiyo propaganda ya kwamba kuna watu watapewa viti, watapewa nafasi bila kuchaguliwa, ni propaganda imeanza tangu mwaka 95. Na haiwezekani mtu akatangazwa eti ameshinda wakati kura zinahesabiwa kwenye vituo. Kwenye kituo unatangazwaje umeshinda kwenye kituo wakati hujashinda? Yaani mkakati ni kwamba mtashinda kweli na mtatangazwa, kwa sababu changamoto kama ni kushinda kwenye vituo, changamoto mmekuwa mkishinda amtangazwi. Kwa hiyo wanachosema ni kwamba mtashinda mara hii na baadhi ya maeneo mtatangazwa ili kuiambia dunia kwamba tuna demokrasia. Hapana. Kama tukishinda kwa haki, tukitangazwa hakuna tatizo. Ndicho tunachotafuta. Na naamini tutashinda kwa sababu wananchi tutawaeleza kwa nini watuchague Chauma. Mheshimiwa Mrema, nisaidie pia kuelewa jambo moja. Wakati nimeanza kusikia tetesi mimi binafsi sasa, mwanzoni kabisa za kwamba bana kuna watu wapo Chadema, kuna mambo yanafukuta huko, inawezekana wakahama. Picha ambayo nilipata kwa haraka ni kwamba mgehamia ACT Wazalendo. Kuna mambo hapa yanazua mijadala. Mojawapo ni kwamba huu ni mkakati wa dola
wa kudhoofisha vyama vya upinzani kwa kuwatumia nyie kina John Mrema, kwa sababu kama ingekuwa mlengo ni kuimarisha vyama vya upinzani ili muweze kuwa na mapambano makubwa zaidi ambayo nayazungumzia, basi mngekwenda kwenye chama ambacho tayari kinaonyesha kuwa na nguvu, muongeze nguvu kubwa zaidi. Una kipi cha kusema kwenye hii? Kwanza niseme kwamba huo ubashiri na usomanyota wa mamajusi wa mashariki ni bahati mbaya, watu mliufikiria hivyo, na umesema wewe binafsi kwamba tungejiunga chama gani. Kwanza mfahamu hivi vyama vina itikadi na falsafa. Mimi ni muumini wa itikadi ya mrengo wa kati. Uwezi ukanipeleka, ndio maana sienda CCM. Mimi sio mjamaa, siamini kwenye ujamaa. Chauma ni chama kinaamini kwenye mrengo wa kati, itikadi yake. ACT ni ma social democrats wa jamaa. Mimi sio mjamaa, makuzi yangu, malezi yangu sio ya kijamaa, kwa sababu naamini kwamba ujamaa umetuchelewesha kuweza kufikia malengo kama taifa, kwa sababu ujamaa unaamini wote tuwe sawa bila kutumia vipaji vyetu, akili zetu, kwamba kama ni tajiri basi wote tuwe matajiri kwa wakati mmoja. Hiyo sio sahihi. Kwa nini hamjitahidi kumaliza hizi tofauti zenu za ndani ya vyama ili muendelee kukijenga chama kimoja cha upinzani chenye nguvu kuliko kuendelea kugawanyika? Kwa sababu nimekukumbusha, umesoma political science. Ndio. Unajua dhana ya divide and rule. Sikiliza, yule anayetawala, mnapogawanyika mkawa wengi wadogo wadogo badala ya mmoja mkubwa, kwake ni burudani. Chama cha siasa. Kwa nini mnashindwa kusolve migogoro ndani ya hivi vyama? Chama cha siasa kikipoteza malengo yake, kikipoteza mwelekeo, huna sababu ya kubaki kwenye chama hicho. Tumeijenga Chadema iliyokuwa na malengo, iliyokuwa na mwelekeo. Leo imeacha njia, imeacha reli. Hatuwezi kuendelea kuwa mle, tuingie mtaroni, tukafie porini. Imeacha reli kwa kutofautiana tu kuhusiana na namna ya kusukuma ajenda ya no reform no election. Hiyo tu ajenda ya kuzuia uchaguzi. Wengine tulisema ni ajenda ambayo haiwezekaniki. Kwa nini hamjao wastahimilivu kuwapa nafasi viongozi wa chama kuwaonyesha ni kwa namna gani inawezekana? Kwa sababu wakati mwingine sifa ya kiongozi ni kuwa na maono. Labda maono alionayo nyie mlikuwa bado hamjayaamini, lakini anawezekana. Ndio maana tumeondoka, tumewaachia sasa wakaonyeshe utekelezaji wa hayo maono yao. Sisi sio sehemu ya hayo maono, kwa sababu hatuamini kwamba unaweza kwenda kuzuia uchaguzi kwenye taifa ambalo halina vita. Hatuamini, na itakuwa sisi ni wajinga eti kuamini unaweza kuzuia uchaguzi. Unauzuiaje? Unaenda kuzuia ndugu yako kupiga kura? Unazuiaje mdogo wako kwenda kupiga kura? Mama yako, inawezekana mama yangu, tunatofautiana itikadi. Kwa nini hamkuwapa nafasi viongozi kuonyesha hicho wanachokiamini kwenda kukifanyia? Ndio maana tumetoka, ili sasa wao na hao wanaoamini hilo wafanye bila kubugudhiwa. Kama mmetoka, maana yake hamjawapa fursa ya kufanya, hamjaunga mkono. Unabakije kwenye eneo ambalo unaona kabisa kwamba hapa tunapelekwa shimoni, afu unakuwa sehemu ya kuelekea kwenye hilo shimo. Mimi nimesoma elimu ya siasa na utawala Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, naelewa. Wakati mnatoka, nadhani mnafanya pia press conference ya kutoka Chadema kuhamia Chauma, mlizungumzia kuhusu yale mafuriko ya watu ambao mtakuwa mnahama nayo. Tulichokiona so far kwa maana ya watu waliohama ni kama asilimia ngapi ya watu ambao mnatarajia kuhama kutoka Chadema kwenda Chauma? Kwanza niseme tu, juzi tumepokea viongozi Ubungo Plaza hapo, wengi ni mafuriko. Ule ukumbi ulijaa, ukafurika mpaka nje, watu wakakaa chini, wakawekewa screen. Sisi tunaamini na tunaendelea kuamini kwamba tuna uungwaji mkono mkubwa sana
Mmetoka Chadema kwa sababu mmeumizwa na uongozi wa sasa wa Chadema kwa mujibu wa maelezo yenu. Ndio. Na dalili za watu wanapomwangalia mienendo ya Mheshimiwa Mbowe wanaona dalili nyingi sana za kwamba bado ameumia, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo anaonekana kama amekuwa ashiriki siku za hivi karibuni anavyotegemewa kushiriki. Hilo sio kweli kwamba limewaunganisha na mko pamoja chini chini na yeye yupo under carpet? Mheshimiwa tu na mnatupiga chenga ya mwili kamera. Mheshimiwa Mbowe, hulka yake, tabia yake, ni mtu ambaye ana busara, ana hekima, haongei tu. Kwa hiyo ukimya wake ndio kitu ambacho tunakifahamu kutoka kwake tangu tulipojiunga Chadema. Kwa picha ya haraka tukiangalia mrejesho ama feedback ya mitandaoni, inaonekana somehow kama Chadema ni chama ambacho bado watu wanakiamini sana. Na nyie mnashutumiwa na watu wengi kwamba mmenunuliwa, mnashirikiana na dola kujaribu kuvunja nguvu ya Chadema na vitu kama hivyo. Hii reputation hii unaona inakwendaje? Mnajiona mkiwa na ushawishi ambao unatakiwa ili kutimiza malengo yenu kama chama? Kwanza niseme propaganda ya kwamba wamenunuliwa, waasi, wasaliti imekuwepo miaka mingi, na Chadema wanajua, wanafahamu wapishi wa hiyo propaganda walikuwa wakina nani. Kwa hiyo wanatumia mbinu za zamani kukabiliana nasi ulimwengu wa kisasa. Hiyo ni moja. Ya pili, kwamba watawala wanawanunua na kuwatumia. Hivi kwa nini CCM inunue niende Chauma badala ya kunitaka niwe CCM? Uende ukatengeneza chama kingine cha upinzani ili upunguze nguvu ya Chadema. Nguvu ya Chadema inapunguzwa na Chadema wenyewe. Wanaposusa uchaguzi, Chadema imedengwa kwenye uchaguzi. Chadema imedengwa na wagombea wa nafasi mbalimbali za uchaguzi kwa miaka yote. 2020 hamkufanikiwa kuingia bungeni na udiwani kwa sehemu. Tumeingia bungeni na bado Chadema haikufa. Tumeingia bungeni kwa kuwa na mbunge amjawa bungeni kwa miaka 5. Tunaye mbunge mmoja na kimsingi ni kama mkuu wa bungeni. Kuwa na mbunge mmoja dhidi ya wabunge wote waliopo, unajua uhalisia ni kwamba ni kama mkuu wa bungeni, lakini Chadema haijafa. Kaka, hii Chadema ambayo mnafikiri haijafa, baada ya mwaka 2023 mwezi Januari kuruhusiwa kufanya shughuli za kisiasa, tulikwenda field 2023 24 tulikuwa field miaka miwili. Mimi nilipelekwa kanda ya Ziwa, nimekaa kule miezi 9 na tunaanza kutafuta mwanachama mmoja mmoja. Wameenda wapi? Miezi 9 niko kanda ya Ziwa. Kigaila hakuwahi kurudi nyumbani kwake tangu 2023 mwezi wa pili. Amerudi mwaka jana 2024 mwezi wa 11 akitokea kanda ya kaskazini. Kila siku yuko barabarani, tunatafuta, tunakusanya mwanachama mmoja mmoja. Kwa hiyo Chadema tuliijenga hivyo. Wakati tutakaporejea tutapata nafasi pia ya kuweza kupata sasa majibu ya wale wadau ambao tuliwasikia wamemscan pia Mheshimiwa Mrema. Lakini kwa sasa hivi natamani kidogo tuende tukatazame skana mtandaoni inasema nini. MC Shonde atakuwa anatupatia hiyo, alafu tukirejea tuweze kumalizia na Mheshimiwa Mrema ambaye bado tuko naye hapa kwenye skana ya Clouds Media Group. Siza, vijana wangu wa mtandaoni wamefanya kazi nzuri ya kukusanya na kuskani maoni ya wanamtandao. Huu ni muda wa kugeukia mtandao, kusikia wanamtandao wanasemaje. Kijana wangu MC Shonde ameifanya kazi hii kwa umahiri na uhodari wa viwango vyote. Usiku wa kuamkia Jumatano ya Januari 22 mwaka 2025 utabaki kukumbukwa na wanasiasa wengi. Pale Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilipopata mwenyekiti mpya Tundu Lissu
baada ya kumshinda Freeman Aikaeli Mbowe aliyekuwa ameshika wadhifa huo kwa miongo miwili na ushe tangu 2003. Tangu uchaguzi huo kuisha, kumekuwa na vuta ni kuvute ndani na nje ya Chadema, na wengi waliamini hayo yangemalizika baada ya muda kidogo, lakini hali ni tofauti. Ukajitokeza msururu wa wanachama wakiwemo viongozi wa kipindi kilichopita chini ya Mbowe waliojiita G55 kwa mafungu wakatangaza kuondoka Chadema, na Tanzania ikashuhudia wapinzani hao wakibwaga manyanga, akiwemo Benson Kigaila, Salum Mwalimu, Julius Mwita, Catherine Ruge na John Mrema. Ule msemo wa usimkatie mtu tamaa ndio unaakisi maisha ya chama cha siasa cha Chauma, kutoka kuwa chama kinachotazamwa kama msindikizaji hadi kuwa sehemu ya mijadala katika siasa za Tanzania. Hili linakuja baada ya vigogo hao walioitosa Chadema kutimkia Chauma, akiwemo John Edward Mrema. Skana ya kidigitali imekutana na tuhuma mbalimbali dhidi ya John Mrema. Salma Musa Kasanzu, mjumbe wa kamati kuu Chadema Taifa, yeye amesema kuwa waliohama Chadema akiwemo Mrema kwenda Chauma wapo kwa ajili ya kupambania matumbo yao. Mpaka sasa hivi aibu ni kwao, kwa sababu inajulikana kabisa kwamba hawa watu hawahitaji kuongoza Watanzania, hawako tayari kuthamini maisha ya watu, hawako tayari kupambania watu, wako tayari kwa ajili ya matumbo yao. Ya kweli hayo bwana Mrema? Au ndio siasa zenyewe? Skana ya kidigitali imekutana na taarifa kuwa Chadema ndio chama kilichomlea Mrema tangu alipojiunga akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Baadaye mwaka 2010 aligombea ubunge jimbo la Vunjo kupitia Chadema, akichuana na hayati Agustino Lyatonga Mrema. Hakushinda, lakini chama kiliendelea kumwamini, kwani Mheshimiwa Freeman Mbowe alimruhusu Mrema afanye kazi makao makuu ya chama kama mkurugenzi wa masuala ya bunge na halmashauri. Mbowe alimuona Mrema ni asset huko mbeleni. Mwaka 2015 alikuwa ndio meneja wa kampeni za mgombea urais wa Tanzania wa Ukawa kupitia Chadema, hayati Edward Lowassa. Akaongozana na Lowassa sehemu mbalimbali za nchi, lakini pia alikuwa ndio MC wa shughuli za ufunguzi wa kampeni. Baadaye bwana Mrema akapewa kazi ya ukurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje. Akapiga kazi. Mwaka 2020 akagombea jimbo la Segerea, lakini Bona Kalua alimshinda kwa kupata 66% za kura. Watu wanauliza, kwa nini umekimbia chama bwana Mrema? Wakiamini kuwa kwa kutumia maarifa alionayo angeweza kuongeza nguvu zaidi ndani ya chama. Skana ya kidigitali imekutana na chapisho la Mrema akipingana na kauli ya katibu mkuu wa Chadema John Mnyika. Mnyika alisema kuwa siasa ni mamlaka, maamuzi na maslahi, na kwa wakati huu maslahi ya umma ni kutekeleza no reforms no elections. Kwenda kinyume na maamuzi hayo kwa maslahi binafsi ni usaliti kwa umma. Mrema akamuuliza maswali Mnyika. Swali la kwanza akamuuliza, akasema, unapataje mamlaka ya kukimbia uchaguzi? Au unazungumzia mamlaka ndani ya familia? Swali la pili, maamuzi yapi unayafanyia wapi kama hauko kwenye vyombo vya kufanya maamuzi? Au unazungumzia maamuzi gani? Na swali la tatu, maslahi yapi hayo? Na maslahi hayo yanapatikana kwa njia gani? Hayo yalikuwa ni maswali ya Mrema kwa Mnyika. Hapo hapo mdau wa demokrasia bwana Chimboz T akamuuliza Mrema, je, kipindi chote mlichoshiriki uchaguzi mliweza kushinda ili kupata mamlaka? Kama jibu ni hapana, je, ni nini kiliwakwamisha kupata mamlaka katika hizo chaguzi? Na kama jibu ni ndio mlipata mamlaka, je, ni nini kiliwakwamisha kufanya reforms wakati huo? Haya maswali hayo kutoka kwa mdau wa demokrasia kwenda kwa Mrema, hasa ukizingatia Mrema mwenyewe huwa anasema kwamba ameshiriki mikutano kadhaa na amekaa pamoja na viongozi wa juu wa serikali akiwemo Rais mstaafu Jakaya Kikwete. Na moja ya picha maarufu sana iliyosambaa mitandaoni ni ile ya mwaka 2012 inayomuonyesha Rais Kikwete akiwa amesimama huku viongozi mbalimbali wakiwemo wa Chadema wakiwa wamekaa wanacheka, wanakunywa chai Ikulu.
Kwenye picha hiyo aliyoichapisha Mrema kwenye akaunti yake ya X, zamani Twitter, aliambatanisha na maneno, hii siku nilikuwepo, tulikuwa tunakubaliana juu ya katiba mpya, kuna siku katiba mpya itapatikana. Maneno hayo ya Mrema. Sasa amekihama chama, akiwishi msemo wa Waswahili kwamba joto likizidi mpishi usingoje ufie jikoni. Mrema pamoja na wenzake ambao kwa asilimia kubwa hawajawahi kushinda ubunge wanaenda kuleta changamoto mpya ndani ya chama na mazingira mapya Chauma. Mrema anaondoka huku akisema hadharani kuwa Chadema imeua ndoto za wanachama wengi waliotaka kugombea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, na akaongeza kuwa hana uhakika kama chama hicho, yaani Chadema, kitakuwepo hadi kufikia mwaka 2030. Skana ya Kidigitali, MC Shonde Live. Asante sana MC Shonde, moja kati ya vipaji vikubwa sana kutoka Mjengoni Clouds Media Group, sauti tamu, madini mengi, na vitu kama hivyo. Tendelea of course kumfaidi MC Shonde pia kutokea hapa kwenye Skana ya Clouds TV, ambapo anakuwa anapita pita huko mitandaoni kwa ajili ya kutujuza nini ambacho kinakuwa kinatokea. Mheshimiwa Mrema, nadhani tumalizie kwa wewe sasa, nikupe muda wa kujibu semi yale maswali machache ambayo unadhani katika mazungumzo yetu ulikuwa hujatolea ufafanuzi wake kwa dakika kama 3-4. Nikushukuru sana. Kwanza nianze na maswali. La kwanza lilitoka kwa ndugu Kimwaga Mhariri kwamba mwaka 2020 Chadema na CUF na vyama vingine hawakushinda. Tunasema tunaanzia tulipoishia, tuna mkakati upi? Mkakati wa kwanza ni kwenda kushiriki uchaguzi, kuweka wagombea, ndio tunaendelea tulipoishia, kwa sababu hatuamini kwenye kususa. Jambo la pili ni kwa nini tumeamua kwenda kujenga taasisi ambayo ni dhaifu. Sisi ni waumini wa demokrasia. Demokrasia inapiganiwa. Na kama wanadhani Chauma ni dhaifu, hata Chadema ilikuwa dhaifu sana wakati tunajiunga nayo. Tunakwenda kujenga Chauma kwa sababu tunataka kutengeneza jukwaa la watu wote kushiriki kufanya siasa. Swali la pili lilikuwa na ndugu yangu Moleli kutoka Tegeta, kitu gani kimekutoa Chadema? Chadema tumetoka kwa sababu imepoteza mwelekeo, imepoteza misingi yake, imepoteza malengo yake, na malengo hayo yako kwenye katiba ya Chadema ibara ya 4.1.1 kwamba lengo namba 1 la Chadema ni kushiriki chaguzi na kushinda dola, kuongoza dola. Chama cha siasa kinapoacha kushiriki uchaguzi, hicho kimepoteza malengo yake, kimekuwa kikundi cha wanaharakati. Sisi sio wanaharakati, ni wanasiasa ambao tuna malengo ya kushiriki chaguzi na kushinda dola. Hali ya kisiasa nchini umeionaje? Nimeshaeleza hayo kwa kirefu sana. Umepanga kugombea? Ndio. Chama changu cha Chauma kikinipa nafasi, nitagombea. Kwa sababu nchi hii haina mgombea binafsi, lazima uwe na chama cha siasa. Kwa hiyo Chauma ikinipa nafasi, wakati ukifika, nitaomba ridhaa na ikiniruhusu nitagombea. Unafikiria jimbo gani? Chauma itakapoamua nitaenda hapo. Wewe una maamuzi au una idea? Siwezi kuwa na maamuzi binafsi. Mwaka 2010 niligombea Vunjo, 2020 niligombea Segerea ambako naishi. Kwa hiyo Chauma itakachoamua niko tayari. 2020 unadhani ulishinda pale Segerea? Naamini. Pamoja na kwamba nilitangaziwa kwamba nimepata kura 27,000 kwa mkoa wa Dar es Salaam,
Mimi nilikuwa mgombea wa pili kupata kura nyingi baada ya Halima Mdee Kawe alipata kura 32,000 zilizotangazwa. Mimi wakatangaza nimepata kura 27,000 na mamia kadhaa Segerea. Lakini wewe binafsi unaamini? Naamini. Shinda. Naamini. Ulishinda? Ndio. Hukutangazwa? Sikutangazwa. Ndio. Mwaka huu unagombea tena? Ndio, nitagombea. Unaamini utashinda? Mwanasiasa yeyote hapaswi kukata tamaa. Ukimwangalia rais wa Zambia leo Hichilema amegombea mara ngapi? Ukiangalia rais aliyemaliza muda wake wa Ghana Nana Akufo-Addo aligombea mara ngapi? Raila Odinga kule Kenya amegombea mara ngapi? Siasa haikatiwi tamaa. Hoja ya usaliti aliuliza ndugu Molel, ni hoja ambayo bado ni hoja za kutengeneza, kwa sababu ukiwa Chadema unaitwa sio msaliti, lakini ukitoka unaitwa msaliti. Ni bahati mbaya. Lazima tufike mahali vyama vya siasa viheshimu maamuzi ya watu binafsi, kwamba nikiwa Chadema sio msaliti, ila nikitoka tu ni msaliti. Sio kwamba kuna baadhi ya move ambazo wanaziona wala wafuatiliaji wa siasa ambazo zinawatengenezea mashaka, na mfano mmoja wapo imekuwa ikitajwa ile ya tarehe 19 mwezi wa 5, siku ile ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa anapelekwa mahakamani, ikawa ndio siku ambayo pia mlikuwa mnatambulishwa rasmi kwenye chama cha Chauma. Mtazamo ukawa ni kwamba ilikuwa ni katika harakati za kupunguza kelele za upande wa pili kwa maana ya Chadema. Auoni kwamba labda vitu kama hivyo vinawafanya watu wawe na mashaka? Nieleze vizuri kwamba mnatumika. Ngoja nieleze vizuri. Dr. Slaa alipoondoka Chadema mwaka 2015 tulikuwa naye Bahari Beach, na leo niseme kitu ambacho sijawahi kukisema popote. Mimi ndio nilikuwa na simu yake akiwa katibu mkuu, mimi nilikuwa msaidizi wake maalum. Wakati mkewe Josephine anatuma message, nilikuwa namjibu mimi. Dr. Slaa alimpa dereva wake Juma simu, Juma akaniletea. Kwa mimi ndio ninaelewa kwa nini Dr. Slaa aliondoka Chadema 2015. Kwa sababu mimi ndio nilikuwa najibu message. Ila Dr. Slaa aliitwa msaliti, lakini leo ndio yuko Chadema. Nimeona amesema Salma Kasanzu matumbo yao wanapambania. Ni bahati mbaya, Salma Kasanzu nilikuwa naye kanda ya Ziwa, ameingia Chadema mwaka 2023. 2023 nilimwacha mwanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Leo yeye ndo anasema tunapigania matumbo yetu, wakati alikuwa anafanya shughuli zake kwenye NGO huko, akipigania tumbo lake mpaka mradi ulipoisha akajiunga Chadema. Leo kateuliwa kamati kuu, anadhani tunapigania matumbo yetu. Ingekuwa ni matumbo yetu tungeanza kwanza kama yeye kwenye NGO, alafu ndo tukaja tukarudi kwenye siasa baada ya kuzeeka. Kwa maneno yasiyozidi matatu, umekuwa rais wa nchi leo. Kitu gani kimoja kikubwa utakifanya, na unadhani ukikifanya hicho kimoja tu chenyewe kitabadilisha mambo mengi kwenye nchi? Nchi hii inahitaji mabadiliko ya mfumo. Aina gani ya mfumo? Kwanza mfumo wa kifikra. Tuondokane na yale mawazo kwamba sekta binafsi lazima iitegemee serikali. Serikali inapaswa iachie mifumo ya kiuchumi iendeshwe na sekta binafsi. Ndiko dunia iliko. Mwaka 2015, mwaka 2020, ilani ya uchaguzi mkuu ya Chadema, mimi nilikuwa katibu wa kamati ndogo ya ilani, tuliandika maneno haya: lazima tuanze kufikiria uchumi wa kidigitali. Ndiko dunia inakoenda. Siku nikiwa rais, sitasubiri dunia inibadilishe, nitabadilika kuendana na matigo ya dunia yanavyokwenda. Asante sana. Huyo ni Mheshimiwa John Mrema, tulikuwa tunamsikani leo. Thank you so much kwa kuwe mwananchi ambaye pia
umenisaidia kumscan kwa sababu umesikika pia na kuonekana of course kupitia Clouds ukiwa unamscan pia Mheshimiwa John Mrema. Asante sana pia mwariri ambaye pia umenisaidia kumscan. Thank you once again. MC Shonde mnisaidia pia kuscan huko mitandaoni kwa ajili ya kuona pia comments na maoni ya wadau kutokea kipande hicho ambao pia walikuwa wanamscan Mheshimiwa John Mrema. Mheshimiwa John Mrema sasa hivi yupo Chauma pale, kuna cheo amepewa siku chache tu zilizopita. Chenyewe cheo kinaitwa mkurugenzi wa habari, uenezi, mawasiliano kwa umma wa chama cha Chauma. Sawa, ndiye ambaye tulikuwa tunazungumza naye. Tumezungumza mengi, bila shaka kuna mengi ambayo pia umeyachukua kutoka kwenye mazungumzo yetu ya leo. Thank you so much for your time. We really appreciate kwa hiyo kutenga muda. Mimi naitwa Caesar. Skana nyingine itakuwa inapita next week. Nani tutakuwa naye? Ni pale tu ambapo utaendelea kuichagua Clouds Media Group, utajua ni nani ambaye tutakuwa tunamscan next week. Cheers.